Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, lakini moja kati ya taarifa tuliokuwa nayo wakati huu ni Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki, afariki dunia. Papa Francis, kiongozi wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, amefariki dunia, Vatican imesema katika taarifa yake ya video siku ya Jumatatu, na kuhitimisha utawala wenye misukosuko ambao mara nyingi ulikuwa na mgawanyiko na mvutano alipokuwa akijaribu kurekebisha taasisi hiyo iliyojificha. Papa Francis akiwa na umri wa miaka 88 amenusurika kutokana na pneumonia ambayo imekuwa ikimrudia. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya habari vimeeleza juu ya namna alivyougulia kiongozi huyo. Hata hivyo, kupitia taarifa iliyotolewa na Vatican imesema, ndugu na dada wapendwa, ni kwa huzuni kubwa lazima nitangaze kifo cha baba yetu mtakatifu Francis. Kardinali Kevin Farrell alitangaza kwenye chaneli ya TV ya Vatican. Saa 1:35 asubuhi ya leo, askofu wa Roma Francis alirudi nyumbani kwa baba. Kifo cha Francis kinakuja siku moja baada ya Papa kujitokeza hadharani kwa mara ya kwanza tangu aachiliwe Machi 23 kutoka kwa kukaa hospitalini kwa siku 38 kutokana na ugonjwa wa pneumonia ambao ulikuwa ukimsumbua mara kwa mara. Siku ya Jumapili, siku ya Pasaka, ambapo alikuwa ametoa baraka maalum kwa mara ya kwanza tangu Christmas. Hata hivyo, watu wengi walishangazwa na kifo cha Papa Francis. Ni miongoni mwa viongozi katika kanisa Katoliki aliyejaribu kuonyesha usahihi katika jukumu hilo kuu, na hakuwahi kumiliki vyumba vya kifahari vya kipapa katika jumba la mitume lililotumiwa na watangulizi wake, akisema alipendelea kuishi katika mazingira ya jamii kwa ajili ya afya yake ya kisaikolojia. Papa Francis alirithi kanisa lililoshambuliwa kutokana na kashfa ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto na iliyoharibiwa na mapigano katika urasimu wa Vatican, na alichaguliwa kwa mamlaka ya wazi ya kurejesha utulivu. Lakini upapa wake ulipoendelea, alikabiliwa na ukosoaji mkali kutoka kwa wahafidhina ambao walimshutumu kwa kutupilia mbali tamaduni za kuthaminiwa. Pia aliibua hasira ya wapenda maendeleo ambao waliona angepaswa kufanya mengi zaidi kurekebisha kanisa lililodumu kwa miaka 2000. Wakati akipambana na upinzani wa ndani, Francis alikuwa nyota wa kimataifa, akivutia umati mkubwa wa watu katika safari zake nyingi za kigeni, huku akiendelea bila kuchoka mazungumzo ya amani kati ya dini tofauti, akichukua upande waliotengwa kama vile wahamiaji. Kipekee katika nyakati za kisasa, kulikuwa na wanaume wawili waliovalia mavazi meupe huko Vatican kwa muda mrefu wa utawala wa Francis, na mtangulizi wake Benedikti aliyechaguliwa kuendelea kuishi katika holi baada ya kujiuzulu mnamo mwaka 2013. Mtazamaji, tutakujuza mengi juu ya kifo cha Papa Francis kupitia hapa The World News, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.